Tunapojifunza tunaua ubinadamu, kwa maana mtu wa kale, maandiko yanasema, Paulo anasema tunakufa kila siku, kwa maana ya hakuna aliyemuona Mungu akaishi, kwa maana hakuna wazo la binadamu litakaloliona wazo la Mungu likaendelea kubaki wazo la binadamu, kwa sababu wazo la binadamu litakaloliona wazo la Mungu na kulielewa, wazo la binadamu hufa na wazo la Mungu huishi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tunaendelea. Kichwa chetu cha somo kinaitwa Pasaka ni Kristo. Kichwa cha somo Pasaka ni Kristo kinatoka katika andiko ambalo linatoka Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kwa hiyo tunapaswa kujisafisha tukatoe donge la zamani, na hicho ndicho tunachokifanya, kwa maana ya kuondoa mawazo ya kale na kuingiza mawazo mapya ya Kristo. Nitangulie tu kwa kutoa angalizo kwa unayesikiliza, ambaye uko online na unayesikiliza hapa leo. Nipo kwa ajili ya kuua sehemu yako ya ubinadamu. Kwa hiyo uwe tayari kufa leo. Sehemu ya ubinadamu yako inakufa. Kwa hiyo niseme leo anakufa binadamu na anazaliwa Mungu. Leo anakufa binadamu na kunampokea Mungu kwenye sehemu ya mawazo yako ambayo hayajaamini. Nikusihi tu kaa tayari kwa kufa. Kaona watakatifu wengi wamechongea wenyewe, wako tayari kwa kufa. Yaani wao wenyewe wamekuja kwamba Bwana, tuko tayari utuue. Sasa tayari nao hapa ambao wamekuja kwa hiari yao wako tayari kufa. Tunapojifunza tunaua ubinadamu, kwa maana mtu wa kale, maandiko yanasema, Paulo anasema tunakufa kila siku, kwa maana ya hakuna aliyemuona Mungu akaishi, kwa maana hakuna wazo la binadamu litakaloliona wazo la Mungu likaendelea kubaki wazo la binadamu, kwa sababu wazo la binadamu litakaloliona wazo la Mungu na kulielewa, wazo la binadamu hufa na wazo la Mungu huishi kwenye hilo eneo. Kwa tunabadilika kila siku. Mtakatifu Shindika huwa anasema kutonatona kuna kitu kinaloa. Hatua tunabadilika kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Unajua unapokuwa unamhubiria mtu, kumhubiria mtu maana yake ni kumtaka aache alivyokuwa, ajitambue upya. Ule utambulisho wake wa zamani anaojitambua kwao, iwe sheria, iwe torati, kwa maana ya torati, yawe mapokeo, iwe ni chochote ambacho amehubiriwa kwacho, kwanza iwe kwa jamii, kwa wazazi, kwa kiongozi wake wa kidini, ama kwa mtu yoyote ambaye amemsikia akamwamini, yeye huwa anakuwa hicho alichokiamini. Kwa hiyo ukianza kumhubiria huwa ni kumuua. Yaani akubali kufa yule mtu wa kale, azaliwe mtu mpya, aje kiumbe kipya ambacho sio binadamu. Sasa kiumbe kipya ni Mungu. Kama amehubiriwa habari njema ya Kristo, nisikilize hapa. Unaweza ukahubiriwa habari ya uchawi na ukaamini uchawi, unakuwa uchawi wenyewe, kwa sababu mchawi aliamini uchawi akawa mchawi, akawa yani huyo mtu yeye akawa uchawi. Kwa unapomwamini kwa hapa leo, huwa sishangai unapokuwa unamhubiri mtu ambaye amezoea torati, amekaa amelelewa kati ya mitume na manabii ambao wamehubiri habari ambazo sio habari njema. Habari za wokovu unategemea sadaka, habari za wokovu unategemea mafuta, habari za wokovu unategemea maji, habari za wokovu ni kwa jina la mtumishi fulani, habari za wewe ni mnyonge, sio mtumishi mpaka uombewe na mtu fulani. Watu ambao wamekuwa kwenye misingi hiyo, watu ambao wamekaa kwa muda mrefu kwenye eneo hilo, wanapokuwa wagumu kupokea, huwa naelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unapomwambia habari za ufalme, habari za Kristo, ni kwamba unataka umuue, afe yule mtu, yule binadamu atakayekutana na hilo wazo la Kristo, atakalolisikia na kuliamini, atakufa na eneo hilo ataishi Kristo.
Sasa ni mpaka awe tayari kufa, kwa sababu mtu mwingine kweli amejaa mauti, hajamwamini Kristo, na yeyote akajamwamini Kristo ni mfu, au kwa lugha ya tafsida tunasema amelala. Amelala, anastahili kuamshwa kwa lugha ya tafsida, ila kwa lugha halisi amekufa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, twendeni kwa rafiki yetu Lazaro amelala. Wakasema kama amelala ataamka. Akasema wazi wazi amekufa. Kwa yoyote ambaye hajamwamini Kristo amekufa, kwa tafsida amelala kwa tafsida. Sasa huyu mtu ambaye unamhubiri habari ya Kristo mpaka awe tayari kufa. Na ujue mtu kufa mara nyingi hatufi kizembe, Najua Mtakatifu Robert na Justin Thomas, hata wewe mwanzo haukufa kizembe. Yaani yule mtu wa kale hakukubali kufa kizembe, alijipigania, alijipambania, kwa sababu ili uwe umeyakubali mafundisho au mapokeo fulani, ni lazima yanakuja na uthibitisho mkubwa ambao utaupokea na kuuamini katika fikra zako kwamba huo ndio ukweli. Hata sisi wakati tukiwa chini ya sheria tumefundishwa habari za kupiga pepo, habari za kufanya deliverance, habari za kunyunyiza damu ya Yesu. Tuliona huo ndio ukweli na tuliupokea hivyo. Habari za huwezi kupata kibali chochote bila kufunga, tulipokea hivyo, tukafunga 5 kavu 20 3 kavu. Habari za malimbuko na kadhalika, tuliona hauwezi kupiga hatua bila sadaka, lazima utoe ndio Mungu akupe. Tuliona huo ndio ukweli na tuliuamini kwa sababu ulikuja kwa ushahidi kutokana na ufahamu tuliokuwa nao wakati huo. Tukaona huo ndio ukweli, tukaupokea. Kwa hiyo sisi tukawa huo ukweli, yani fundisho la sadaka likawa sisi, fundisho la kukomboa mzaliwa wa kwanza likawa sisi, fundisho la kukomboa ardhi likawa sisi, fundisho la kunyunyiza damu ya Yesu, kama unasafiri unamwaga damu ya Yesu au mpaka Dar es Salaam, likawa sisi, tukawa hilo fundisho. Ilipokuja habari ya injili ya neema, habari njema ya Kristo, kuipokea ilikuwa ngumu, kwa sababu yule mtu wa kwanza alikuwa hataki kufa. Alikuwa naye anakuja naye ana maandiko, sio ana neno, ana maandiko. Maana maandiko anasema anasema neno huisha, halafu andiko huua. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 6 inasema ndiye alitosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, sio wahudumu wa andiko, kwa maana andiko huua bali neno huisha. Sasa kwa sababu tulikuwa tumejaa maandiko, tulikuwa ni wagumu, tulibishana sana, tulivutana mno. Unakuja na wewe na maandiko yako, umejaa maandiko, unabishana na neno kuletea hizi habari, kwa sababu kuzikubali maana yake ni yule mtu wa awali. Hapo ndipo huwa ninawaelewa. Unapokuwa unamhubiria mtu ambaye hajaokoka, inawezekana ikawa rahisi sana kupokea, kwa sababu mauti, kuiua mauti kirahisi lakini kuiua mauti ambayo inajiona ni uzima, yani sheria, mtu wa sheria anajiona ni uzima, yani yeye anajiona kwa sheria atapata uzima. Mtu ambaye ni mauti na anajiona ni uzima, kwa sababu maandiko yanasema torati ni huduma ya mauti. Kisoma hiyo kwenye Wakorintho ile sura, Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari kuanzia wa 7 pale ukishuka chini mpaka ule wa 18 utaona anaeleza kwa habari ya kujaza utaji na kutoa utaji, kwa habari ya jinsi torati ilivyo huduma ya mauti. Sasa mtu ambaye amejengwa kwenye huduma ya mauti alafu anajijua ni uzima, yani yeye anajijua pale alipo ndo uzima, kumbe yuko mautini, huwa ni mgumu mno kukubali kuachilia. Kwa hiyo ni mgumu mno kufa. Kwa mtu wa kale, tunapoanza kuhubiri, unapomhubiri mtu, wewe ambaye ni mwana wa Baba, wewe ambaye umekuwa chapa ya nafsi yake mng'ao wa utukufu wake, wewe ambaye ni kielelezo cha kufufuka kwake, wewe ambaye ni ushahidi wa kusulubiwa kwake, wewe ambaye ni yeye mwili wa Kristo, ni Kristo, wewe ambaye ni Kristo. Unapomhubiri mtu habari njema, usisite kurudia na kurudia na kurudia, na usimkatie tamaa, atafakari, kwa sababu ni mpaka akubali kufa kwa hiari yake mwenyewe. Akiwa tayari kufa kwa hiari yake mwenyewe, na hapo sasa anaupokea uzima, Bwana anampokea Kristo. Wako wengi ambao
Kwa macho, kwa tafsiri zao wanaamini wameokoka, lakini ukweli hawajaokoka, ila wapo tu kwenye mifumo ya dini na wanaendelea na mifumo yao ya kidini, lakini unakuta ukweli ni kwamba hawajaokoka.